tunawakabidhi kwako mfalme, tunawakabidhi kwako mwamba wa uzima, tunawakabidhi kwako kimbilio letu, tunawakabidhi kwako Yesu. Maana neno lako linasema watoto wenu watafundishwa na mimi Bwana, na amani ya watoto wenu itakuwa nyingi. Yesu Mnazareti, Yesu mfalme wa amani, Yesu kimbilio la uzima, Yesu mtetezi wetu, akabidhi watoto wetu kwako, tunawaachilia kwako, tunawakabidhi kwako Yesu. Tuliza ufahamu wao, tuliza akili zao Yesu, tuliza Mungu aliye hai, tuliza ufahamu wako Yesu. Mungu, ninaomba uwafundishe, ninaomba uwaelekeze, ninaomba uwajulishe njia zako Bwana. Yale waliojifunza, yale walioelekezwa, yale waliojifunza Bwana, ninaomba ikawe hivyo Yesu. Na ambao walikuwa hawajajifunza Bwana, kawafundishe wewe, kawaelekeze wewe, maana neno lako ni uzima Yesu. Ninaomba kawafundishe, kawarudishie kumbukumbu Bwana, kawarudishie kumbukumbu Yesu, kawarudishie kumbukumbu mfalme. Kaondoe hofu, kaondoe mashaka, kaondoe hofu Bwana, kaondoe wasiwasi Yesu, kaondoe yote katika jina la Yesu wa Nazareti. Asante Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. 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 Asante Jehova kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Mtakatifu kwa kuwa wewe ni mwema. Uinuliwe Jehova, uinuliwe mfalme kwa kupitia watoto wetu, katika jina la Yesu. Mungu mkuu, Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Endelea kuomba. Usiseme mimi watoto hawafanyi mitihani. Unaweza kukuta mtoto wa mdogo wako anafanya mitihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wa mjomba wako anafanya mitihani. Mtoto wa mjomba wako ni wako wako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri mnakumbuka kuna binti mmoja alikuja hapa, alitukua kipindi kile tunamuombea hapa. Saizi ametulia, anasoma, yuko vizuri kabisa. Lakini alikuwa anajificha ndani. Anajificha ndani, haendi shuleni, hataki kwenda shule. Kinachomfanya ajifiche ndani hakieleweki. Wao wanafikiri ametoka, kumbe amejifungia ndani, yumo ndani, mapepo tu yanamzungusha mle ndani. Yale mapepo ya ukoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoendelea kuomba, kuna vitu vinaachiliwa, kuna vitu vinatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Zaburi. Zaburi, tutasimama kwenye kitabu cha Zaburi 91 kuanzia ule mstari wa kwanza. Anasema Zaburi 91. Anasema aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa wawindaji, na katika tauni irukayo kwa manyoya yake atakufunika. Chini ya mbawa zake atakupata, utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Vyote hivyo hautaviogopa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye ni kimbilio letu na ngao yetu. Message amerusha baba asubuhi, nafikiri zilikuwa zinazungumza. Anasema ukikaa ndani yangu, Mungu anasema atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikuheshimu, hakuna kitu kingine kitakachobadilika. Hofu ondoa, mashaka ondoa, wasiwasi ondoa. Kila kitu unachokiona mbele yako usikijaze ndani ya moyo wako. Kitoe. Kaa sawa sawa na Mungu, basi utaona. Nikwambie kabisa, nimezungumza hata jana, nimetoa ushuhuda kwamba ugonjwa uliingia ndani. Mimi na mke wangu wote wawili, mmoja ameenda kutibiwa hospitalini, mmoja ametibiwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ondoa mashaka ndani. Mwambie mimi nitakufa,
Baba, najua hata nikifa saa hii nakuja kwako wewe mwenyewe, lakini ukiniponya kama nina kusudi lako, naomba unisaidie. Zile hofu ndizo zinazosema. Ndio maana Daudi akasema, wala mishale irukayo mchana, wala hofu inayopita usiku. Kuna hofu zinapita usiku sana. Tumezungumzia habari nyingi. Homa zinatinga sana usiku, majasho yanatoka usiku, kila kitu kinatoka usiku kuanzia saa 8 saa 9. Na ndio maana baba yetu ametueleza, amesema saa 9 amka kuomba, saa 8 amka kuomba. Alikuwa na maana kubwa. Kuna vitu vinapitishwa. Kifo kinapitishwa saa 9. Wachawi wanakuja kuloga saa 9. Wanakuwa na saa za kuloga muda huo, kwa sababu wanajua masaa haya watu wengi wamepumzika. Sasa ukilala usingizi, na wao ndio wanakulaza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu akisema alikuwa alibanwa homa, mtu mwingine anafikiri ilikuwa tu homa tu kawaida. Ilikuwa homa. Dadangu tu Neema huyo hapa, alikuja mchana akasema, umekula nini? Akasema sijala chochote. Kaenda kapika mchicha kwake nyumbani. Kapika na Chinese, analeta kwa kaka ale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mke yumo ndani, lakini uchungu limpata. Nikawaza, nikafikiria jinsi mama alivyokuwa ananipenda. Nikawaza ule upendo aliouleta. Amepika chakula kwa bwana wake aniletee mimi nyumbani kwangu. Anasema umekula? Akasema amka ule. Amka ule hapo. Lakini na mimi tumaini langu lote liko kwa baba. Napiga kelele, nalala chini, watoto wao tunamuita kakako. Nikasema sitoki hapa mpaka kieleweke na Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana anasema hofu haitatuogopesha. Hata waje kwa vita vikali vya aina gani, watamuona Mungu wetu na wataona mipenyo tunayopita. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lisikutishe. Lolote linalokupitia kwako usiogope. Mwambie baba, naomba wewe ndio uliyeniweka duniani hapa. Natamani kuisha. Mwingine anasema labda hela alikuwa hana za kwenda kutibia. Nimesema hivi, mwanangu amekata bima ya afya, tena sitibiwe hospitali ndogo ndogo kubwa pamoja na mke wangu. Hivi na umasikini huu. Lakini amesema baba, nimewakatia bima, tibiweni huko. Kwa hiyo hospitali yoyote nikitaka kwenda Keizi, nikitaka kwenda Ruvasi sijui wapi, na kwenda bima kubwa. Lakini nilikataa. Nilikataa kwa nini? Mabomu yanalipuka nje. Vita vinatokea nje. Adui alikuwa naumwa ili wanipeleke kule nikalipuliwe na mabomu. Nikikoswa ndani, nikafe kule nje. Tarehe hiyo yanalindima vibaya mno, na homa inalindima vibaya mno. Wengine wanasema tukupeleke kule, nikasema siendi. Au mnafikiri baba yangu ni kipofu? Anaona sirini na nuruni, anaona yote. Wao walikuwa wanaona kunionea huruma, kumbe mimi naona kule mbele mauti inayopangwa kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Usiogope mtumishi, unapofika asubuhi saa hizi, omba kwa Mungu wako. Kila unachokiona kinachopita nyumbani kwako, kiombe, mwambie Mungu nisaidie, nitetee. Nikwambie hata watoto wetu wengine walitakiwa kuwa vyuo vikuu huko, walitakiwa kuwa mawaziri, lakini adui amezuia hapo katikati ili waonekane wajinga, wanatembea tu wanazurura, hawana mipango yoyote. Hata saa za kuoa, saa zingine unakuta wanaharibiwa ndoa zao. Wewe unafikiri waambia mtoto huyu wameachana tu hivi. Nguvu za giza zinapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za roho za giza. Mchungaji ni shahidi. Tulikuwa tunafanya maombi humu ya watoto wetu wale walivyo. Nyie ni shahidi. Mimi si mwanangu alioa hapa, hajaoa hapa. Lakini nguvu zilizokuwa zinapita za mapambano ya kutokutaka yaliharibu kila kitu ya watoto. Lakini tukamwachia Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu yupo. Baba yetu yupo. Kimbilio letu yupo. Msaada wetu wa karibu yupo. Hayo yote yanayopita usifikiri vitu vya kawaida. Mwambie Mungu na kuomba, niepushie haya mengine. Pigana upande wangu, pambana upande wangu. Achilia nguvu ya Mungu. Mwambie baba, mimi sitoki mahali hapa. Kama umebaki mwanamke, sema sitoki. Kama ni mwanaume, mwambie Mungu, mimi sitoki mikononi mwako. Na kujua wewe ni baba yangu. Utanivusha katika hili. Na Mungu atakuvusha. Mungu hajawahi kumwacha mtu. Mungu anakuvusha. Sijaingiza Panadol mpaka mama mmoja akasema, umetibiwa na nini sasa? Naenda ibada ya asubuhi, morning glory. Ulikunywa nini daktari? Mama mwenye hospitali pale. Nafikiri alikuwa ananionea huruma ili anipeleke hospitalini. Nikasema sijatibiwa chochote.
ila saizi nakula kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wiki hii Jumatatu kuanzia leo kitambi kitaanza kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi watoto wa Mungu hatuchelewi. Sekunde 2, siku 2 tu, kigonga Chinese, kigonga mchicho, unashangaa tu Mungu anasema na urudisha mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunatarajia muujiza. Na namaliza tu, na ukua namalizia tu. Nashangaa kijana mmoja alikuwa anakaa hapa Iunga, anasema baba, naomba utakuja Kenya kwetu. Ila nakata passport kila kitu. Alikuwa anakaa hapa, alikuwa kama mjinga. Anakuja nyumbani anakula, anarudi anakuja na wenzie hivyo hivyo. Lakini nikakuta na sababu nakata passport mwezi wa 2 uje Kenya, Nairobi. Nilienda Malawi kwa njia ya panya, naondoka naenda Kenya tena kwa njia ya panya. Wewe unapambana, usipambane na mtu, pambana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pambana na Baba. Mwambie Baba, kuna ahadi zangu, kuna ahadi za watoto wangu, kuna ahadi za wajukuu zangu. Naomba unizitimize. Hata unapoona lile giza kubwa, unaangalia watoto unaona hakuna mpenyo wowote wa kupenya. Wewe mwambie tu, mimi watoto wangu mtatoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mtapita, hata katika hili wimbi mtapita, kwenye hili giza mtapita. Huko mbele tuna baraka, huko mbele kuna baraka za ajabu ziko mbele yetu. Adui amefunika macho yetu tu ili tusione mbele. Kuna vitu vizuri ametuandalia. Kuna magari mazuri, kuna nyumba nzuri, kuna vitu mbalimbali, kuna biashara nzuri, kuna safari nzuri. Hebu fikiria sasa, tunaanza uzeeni ndio tunaanza kusafiri sasa. Tunasafiri sasa. Sijui nimesema jana, sijui ndaondoka na trekta, sijui na gari. Atajua Mungu, atajua. Passport anaangaikia yeye mwenyewe. Kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndege ndio siku hiyo ndasema Jehova ile niko jirani. Usikazane, Mungu wako anakupenda kupita upeo. Haya yanayozunguka yanakusafisha, yanakusugua kama dhahabu. Yanakusugua. Magonjwa yanakusugua. Unafikiri usipoumwa utamlilia, utamjueje Mungu? Utakesheje? Mmoja akasema, wewe unajifahamu unasali. Sisi wote tunasali, wewe twende tu hospitalini. Namshukuru dada yangu akutamka neno gumu lolote. Hasa wote tunasali. Nikasema unavyosali wewe sio sawa na mimi. Mimi niko tayari kuchomoka, hata ukisema leo hii nimekufa wala usiwe na shaka na mimi. Niache. Mimi najua agano langu na baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nalijua, sikushauri na wewe kwamba ukataage hospitalini. Na wewe na imani yako. Ukikuta imesema nendaga kimbiaga, usitokimbiaga tu. Kwa sababu ukimfuata mwingine utanyoka. Amesema mtu mwingine anakula mboga, mwingine anakula Chinese, huyo naye usimhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye anayekimbilia hospitali usimhukumu. Naye ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe unayekataa usiseme kwa sababu mimi nimekaa. Na wewe ni imani yako na baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Biashara zetu zitashamiri. Sikutani. Kile unachokifanya kitakaa. Unaweza kuwa unahangaika wewe, kumbe Mungu amemwekea mtoto wako kwamba yule mtoto atakuinua wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wanakuja, hata wale wanaokuja nyumbani, wanakuja kuongea, usichukie. Watoto wanaokuja. Sasa fikiria, huyu alikuwa anakuja na vijana wangu, wanakula, anafanya nini? Nikasema, hawa watu hawa labda ni hatari hao. Saizi ameoa, amefunga ruhusa, alikuwa amerusha kwenye mitandao. Sasa ndio anasema, baba unakuja huku. Mimi sehemu gani? Sa Nairobi. Mimi mwenyewe naenda. Nimesema lazima nifike hadi Mombasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Natangaza hivi, najua maadui wapo kazini na wao wanasema aliendi wala nini. Na kwenda kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nikaseme kwa nani? Humu ndio mwa baba yetu. Vije vishare, ije vita, ije visu, tunakwenda navyo. Yaje magonjwa, ije nini, tunakwenda navyo. Tukiumwa tutasema tumeumwa, ili watu wajue kwamba kumbe hata hao nao wanaumwa, lakini Mungu anawatoa kwenye magonjwa. Usiposema sasa watajueje? Maana ukijificha sana ukisema siumwaji mimi,
Mwambie nimeumwa leo kilinikuta hiki, na Mungu amenitolea upande huu huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema sitaogopa hofu ya usiku. Hofu ya usiku ni mbaya. Kabla hajatokea haya vitu niliwaambia, mimi niliota kabisa mamangu mzazi amekuwa kijana anatembea. Wewe anaenda, namuuliza umetokea wapi? Anasema nimetoka kujumua Soweto, naenda Ikuti. Ni kijana, yani ni kijana, ule ujana wake ule alipokuwa ananizaa mimi, tuko mimi na yeye, maana mimi nilikaa miaka 4 na mfahamu vizuri mamangu alivyokuwa kijana. Ndio namwangalia. Kumbe taarifa nayopewa ni ya mabomu na watu kuuawa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa najiuliza, Mungu, kwa nini nimemwona huyu mtu? Kuna shida gani? Kumbe mauti iko mbele ya watu watakao uawa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatokea tena Mjavula, naye Mjavula amepanga nyumba kwa anapouza mamadani, anauza. Naye ni kijana, yuko vizuri. Nikawaza, Mungu, maana yake nini? Nikaja hapo nikatulia hapo. Nyuma pale nimekaa, nikaanza kumhadithia mzee Mwanga. Nikasema hizi ndio sijazielewa maana yake nini. Baada ya haya mabomu na watu kufa, ndio nikaanza kugundua kwamba ilikuwa taarifa ya kwamba mbele kuna mauti nyingi zinapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tukae tayari watumishi. Unafikiri mabomu yangekulipua wakati huo ulikuwa umetubu au ulikuwa uko sehemu gani? Umeona? Kwa hiyo tunapotembea humu njiani, tembea usije kasema tu mimi si humu chochote, mimi sina ugonjwa. Kuna vitu vingine hivyo. Fikiri, imagine watoto wameondoka wangapi walioondoka duniani ambao hawakutarajia hata wao. Wakwako wewe wamepona. Walikaa nyumbani unasema mimi niliwakataza. Hapo na wazazi wengine walikataza, lakini mauti iliwavuta nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sio wewe, ni neema ya Mungu tu imewatunza watoto wako. Unatakiwa uwasukume mbele za Mungu. Unatakiwa uwaambie Mungu yupo. Sio akili zako, sio kasa nimewaonya sana. Hakuna anayeweza kuonya mtoto. Anayemuonya mtoto ni Mungu peke yake. Ndiye anayemkumbatia na kumtunza. Wewe umepewa tu zawadi ya kuwatunza watoto na kukaa nao, lakini unatakiwa umwangalie Mungu. Mwambie Mungu, naomba, umenipa watoto kama rafiki zangu, lakini naomba ulinzi wako na utunzaji wako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi wa kwetu watoto wetu walikuwa wanakaa airport. Airport ndio palikuwa na vurugu. Airport ndipo watu walipoyeyuka. Mpaka unasema sijui nitume kitu gani kikawabebe watoto waje nyumbani. Ulali usiku kucha, unauliza wasa wamechoma hiki, unasema jamani nifanyeje mwe? Nifanye nini? Kaa ndani mwanangu, anasema nimetoka kidogo nje nimeangalia na kutoka. Na wewe usitoke nje. Kaa ndani na kuomba. Hakuna sikutani. Moyo unafikiri ulikueje kwa watoto? Na Mungu wetu unafikiri yukoje juu mbinguni? Anavyokuangalia unavyohangaika, anavyokuangalia unavyoteseka, unafikiri moyo wake unaangalia vipi? Mungu ni mwenye huruma kuliko sisi. Sisi ni wazalimu. Sisi tukipewa hela za lambilambi, kesho umesahau mtoto kwamba ni riziki. Lakini yuko baba yetu ambaye hajawahi kukusahau hata siku moja. Yupo. Ameweka maisha ya kwako mengi mbele. Hivi vikwazo vidogo vidogo, usimchukie Mungu. Chukia yale yanayokuja mbele yako, na usimchukie yule anayeleta. Anakusababishia wewe umtafute Mungu kwa bidii. Usimchukie. Mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya. Alihubiri mchungaji mmoja akasema, unafikiri wachawi singekuwemo makanisani tungefanyeje? Tungeomba. Nani angekuwa anakuja hapa saa 11 kuomba? Nani angekuja hapa? Lakini ukitikiswa nyumbani, tatizo likitokea, wewe unafikiri hivyo tikiswa na homa niko vile vile kama juzi? Ukija hata wewe unalipuka mpaka mwenyewe utashangaa. Siko vile, maana tayari nimesuguliwa na maumivu yale na kelele zile. Unafikiri nilikuwa nataja jingine? Maana nilikuwa nawaza kuondoka au kubaki. Yote mawili hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hata mishale iruke mchana usiogope. Amezungumza. Anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani. Kumbe kuna tauni, kuna magonjwa yanayopita gizani. Tauni ni magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanapita gizani. Nani wa kutusaidia? Nani wa kututetea? Nani wa kutupigania? Nani wa kutushindia? Ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazame Mungu, usiwatazame wanadamu. Wanadamu hawana chochote kwako.
Wanadamu ni waongo, wanadamu ni wanafiki. Mwanadamu, mama na sifa, mwanadamu ni hatari kwako. Ni hatari. Nitoa jana ushuhuda, mmoja akaomba ndani, akaomba, Mungu huyu amefanya kazi vizuri, tunaomba muongezee na kufanya kazi tena tufanye naye. Kumbe rohoni mwake ni mbaya kupita kiasi. Yuko kuniombea eti kwamba nimefanya kazi vizuri muda wote huo, wakati yeye mwenyewe anitaki hata kuniona hata kunisikia. Nikasema hayo maombi usifikiri Mungu anakupapasa. Si umeomba wewe mwenyewe, utasikia wanasema amepita Eliasi kule kule. Si umeniombea? Mungu nikwambie sio dhalimu. Unaweza ukafikiri wewe unaomba, kumbe amebadilisha ulimi wako, umepelekwa aliomba. Nikamwangalia, Mungu amenionyesha usiku, nikasema akamwangalia, ameomba anajikumuta, amekuja na watu, nikasema we. Katoka akasema ame, nikamsindikiza na kumsindikiza. Nikasema namjua ame wa mchungaji tu, we ame yako siji. Mchungaji, mimi niko hapa, sijawahi kuwepo siku za uchaguzi hata siku moja. Sizitaki wala kuzisikia, kwa sababu nazijua. Najua vita vyake. Uongozi na ujua. Mama Sifa alikuwa kiongozi wao, tulikuwa naye akaacha. Sio kwamba aliacha tu, alijua. Ila mtu ambaye hajui uongozi anahisi kama uongozi ni lele mama. Uongozi ni vita. Uongozi unaweza kufa kabla ya wakati wako. Sisikie tu mtu anakuambia mimi mzee sijui nini. Wewe tulia. Labda kama uzee wako au udikoni wako umeenda kuomba huko kwenye vidudu vyako. Lakini kama ni vya Mungu, nakwambia utaona mziki wake. Kwa hiyo kaa tayari. Kila jambo kanalo vizuri. Sione watu wanakushangilia. Wengine wanakushangilia wamekuingiza kwenye moto tu, ili uungulie huko huko. Sasa usipokaa vizuri wewe na Mungu wako, utaona cha mtema kuni. Wanaosaga meno unakuta ni wengi kuliko vile. Waliopita kwenye uongozi wanaelewa. Wanajua. Sio vitu vya kufurahia. Mimi wanangu walisema acha. Acha baba. Na mimi nikasema naacha. Nikaandika na barua, mchungaji naacha. Aliniambia neno moja, unataka kufa? Na hapo naumwa. Nikasema tena nife tena, nimeinuka leo Jumapili niko na barua iko hapa. Nikasema nimefanya kazi muda mrefu sana. Imetosha sasa. Akasema chana barua hiyo. Kama utaki kufa chana. Aliongea hilo neno tu. Sasa anakuuliza mtu unataka kufa, wewe unasemeje? Umetenda kazi. Afina nikifa Kenya nani aende? Nikasema baba nimeahirisha. Akasema chana, weka kwenye dustbin humo. Nikachana nikaweka mimi. Akasema anajua yeye Mungu uko mbele. Wewe achana nayo hayo. Aliniuliza kwani nini? Nikasema nimepitia haya, nimepita hivi, nimepita hapa. Chana. Sasa nimechoka, mwili umechoka, Mungu anajua. Yaani nimekata tamaa. Kuna saa zingine unashangaa hata kwenye maombi unashindwa kwenda. Kwa nini? Majeraha. Sasa siku hizi mvivu huyu, majeraha. Unaugulia. Unakuja unashandaraizi majeraha. Nani ayaponye majeraha? Ni Mungu mwenyewe peke yake. Anasema ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Ila kwa macho yako utayaona na kuyatazama malipo ya wasio haki. Anakuambia Mungu utayaona. Wale waliofanya shughuli na shule wanasema utayaona. Unatamani kuyaona malipo? Kaa vizuri kwa Mungu. Hivi unafikiri alikuwa na ushuhuda Ayubu kweli? Angesimama mbele za watu, watoto wote wamekufa. Alikuwa na ushuhuda, nani angemsikia asema wewe watoto wote wamekufa, unashuhudia nini? Una Mungu wewe? Lakini Mungu alipoanza kurudisha vitu vyake,
anasema alizaa watoto wazuri kuliko wale wa kwanza. Biblia ikisema wazuri, sio hivi mimi na wewe tuna uzuri gani hapa? Biblia Mungu mwenyewe aseme alizaa watoto wazuri kuliko wale wa kwanza. Mungu anasema utafanikiwa, utajenga nyumba nzuri kuliko ile ya kwanza. Utanunua magauni mazuri kuliko yale ya kwanza. Utachona suti nzuri kuliko zile za kwanza. Kwa nini? Mungu anapoanza kuleta majibu ndipo watakapojua. Maadui zako watashangaa. Majirani watashangaa. Kitu gani kimetokea? Hata ndugu tu watashangaa. Ndugu zako tu watashangaa. Dadangu Neema yupo hapa. Walikuwa wanakataa tusipatane na ndugu. Sema hawajaja kutuzika, ni ndugu zetu, wa baba mkubwa, baba mdogo, baba wote tulizirana kabisa. Lakini leo mimi nikaamua kujitoa, nikasema mimi nasali. Sasa nikosana na watu wale, hiyo mbingu naenda mbingu ya nani? Na wale watu watapata habari gani kwa Mungu kwamba yuko Mungu duniani? Nianze mimi, nikajitoa mimi, wa mzaliwa wa chini wa kwanza. Lakini leo kuna mdogo wangu mmoja mdogo amekutana na mtoto wa baba yetu, wa kaka yetu mkubwa. Huyo binti ni rubani wa ndege. Anakula matunda, Neema hali wala mimi siri. Yeye anarushiwaga 200,000 milioni, anarushiwa huko Tunduma kwa bwana yake. Walipatana siku hii. Na yeye ndiye alikuwa mkali kuliko mwingine. Wanini wajaja hata kuzikana na sisi? Mimi sitaki kabisa. Sitaki wala siendi. Kama naenda jipendekeze. Nilibeba blanketi nikaenda mimi kwenye msiba wao. Kumbe Mungu anaweka njia pasipo na nini? Na njia. Wakaelewana kule. Nini? Mimi nilikuwa na shida zangu hizi na hizi. Akasema nipe namba yako ya simu. Wenzetu kule ni mawasiliano tu. Saizi anapiga tu simu, kaka amenirushia milioni, nasema ulivyokuna kata. Mungu mjanja. Yule katiri na yule mwenye zera ndio anamuunganisha na watu wenye hela nzuri. Nikasema wewe rubani, kwani usiunganishe na mimi? Ndivyo ilivyo hata kwa baba yetu Mwamaonje. Anatuunganisha na Mungu. Ila saa atakapoondoka hapa ndio utajua kilichotokea. Akili itakaa vizuri. Ufahamu wako utakuja. Nani mchungaji anaweza kukurushia message usiku amka kuomba? We nani? Kaa vizuri, mwambie kila alicho nacho yule ndugu na kiomba baba. Anza kudai kabla hajatoka. Nikwambie Elia alidai. Walidai. Akasema baba najua huyu mtu anaondoka. Lakini naomba roho yake mara ngapi? Maradufu ije kwangu. Naomba kazi alizozitenda zije maradufu kwangu. Naomba maombi aliyokuwa naomba yaje maradufu. Yale aliyokuwa naomba kama mimi nilikuwa naona yamepungua, basi niongeze mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha ndio alichodai, na ndio maana nguvu za Mungu zilishuka kwake. Akasema yuko wapi Mungu wa baba yangu fulani? Elia yuko wapi? Akachukua lile vazi, koti, akapiga maji kwa kulia, kwa kuomboleza, maji yakagawanyika. Alipoona maji yamegawanyika, akajua nimepata nguvu za baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kipindi cha kubeba mzigo mzito kuliko kile kipindi ulichokuwa unategemea. Ni kipindi cha kumuombolezea Mungu kwamba Mungu naomba nipe neema yako, nipe nguvu zako, nipe uweza wako, nipe matendo yako. Mimi nikwambie, maombi ni zaidi ya kila kazi, zaidi ya vyeo vyote maombi. Kila kitu kiko nyuma. Maombi ni moto, maombi ni mlango, maombi ni njia, maombi ni kila kitu, utajiri, maombi ni kila kitu. Usiogope. Sikutani. Wewe amka kuomba utaona vitu vinavyotokea. Sikutani. Mwambie Mungu naomba hivi. Leo nafanya kazi nimepatanisha. Uko tayari umekaa vizuri tayari saa hizi natembea na kutaona sasa huyu hawa walikuwa watoto wa baba yako mkubwa, wengine ni wa kike. Tujuzi ni kwa msibani nimemwaga babangu. Sijawahi waona ni wazee kama mamangu mama Kalinga pale. Wakubwa. Sasa sisi ndio dada zako. Ndio wewe mtoto wa fulani. Mwe. Tulikujaga kwa baba yako miaka nenda rudi. Sema nimeamua nije dada zangu kuwaona.
kuna vitu navitafuta. Sitafuti miungu ya baba zenu hiyo, natafuta miungu ya Baba aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unafikiri ukikusanya wale ndugu zako kuna siku ukiwaambia tuweke sadaka tutoke kwenye miungu ya baba yetu atakataa? Umeenda na msibani kwake atakataa? Sasa usipokuwa mjanja, ile miungu itaendelea kuwatesa, na watoto wenu itawatesa, na wajukuu zenu zitawatesa. Kwa nini? Hamjakataa. Wewe unasema hapa kitaeleweka. Kitaeleweka wewe ulikuwa na aliyeachiwa vitu vile umjui vya ukoo. Nani unamjua? Pengine umjui. Ndiye anayewaendesha. Ndiye anayetangaza mauti kwamba wakifika miaka 70 wafe. Wakifika miaka 60 wafe. Wakifika miaka fulani waugue magonjwa fulani. Nani atakayeutoa? Ni wewe muombaji. Ukishuka nyumbani unawaita dogo zako, usichukizane na ndugu zako na wadogo zako, wakusanye. Wakupende wasikupende, wewe kusanya. Ipo sawa, atasema kweli huyu mtu ametuokoa. Hivi unafikiri leo hii mdogo wangu wa mwisho anasema kaka nakushukuru sana? Nasema mshukuru Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Unakuja kwenye maombi, usiwe na shaka ndani ya moyo wako. Ondoa hofu ndani. Ondoa wasiwasi ndani. Yuko Baba. Yule aliyekuwa anatenda zile kazi hapa ataendelea kutenda hata kwako. Hawezi kukuacha hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tusimame. Omba toba. Kuna vitu umevipitia mpaka umeomba, umechoka, umesema hivi, basi huyu Mungu mimi anijibu. Mungu anakujibu. Yupo tayari kazini. Na anaweza kufanyia kitu ambacho wewe mwenyewe hujawahi kukiona hata siku moja. Hivi vyuo vyote ni vya Mungu. Kazi zote ni za Mungu. Mungu anaweza kabadilisha. Ulisomea nursing, unashangaa umeenda kwenye uaskari au kawa profesa kule juu. Hivi hujaona mwingine unakuta anamuita waziri mkuu, anasema huyu ni profesa, ni daktari. Hajawahi soma hata udaktari. Kilichompeleka kwenye cheo ndio udaktari uliompeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko Mungu. Watoto siwaangalie kama watoto. Waangalie Mungu. Wewe uliyenipa Mungu, hao watoto niliwaleta kwako, nikawabatiza, nikawasimamia. Kama wamebadilika, naomba nibadilishie wewe. Yeye anazo akili. Yeye ni mfinyanzi. Amesema katika Yeremia kwamba nenda kwa mfinyanzi Yeremia, kamwangalie. Yule mfinyanzi anapofinyanga chungu kikaharibika kimoja, akasema kumbe Mungu anamtazamisha tu. Kimeharibika, akakidondosha chini, akakiponda ponda, akakifinyanga. Ndio maana yule mwimbaji anasema akafinyanga tena, atafinyanga tena, atafinyanga akili zako, atafinyanga uzee wako, atafinyanga watoto wako, atafinyanga kazi yako, atafinyanga biashara yako. Mungu anaweza kufinyanga tena. Atafinyanga. Watoto wako atawafinyanga. Wala usikate tamaa. Sikutani. Unaoona watumishi wakubwa wote unakuta watoto wao walikuwa wenyewe walikuwa wazito. Wenyewe kakae na watumishi wa Mungu kawaulizie alimopita, lakini leo unakuta ni mpaka wa mafuta wa Bwana aliye juu. Ni yeye peke yake. Watoto wako ni watumishi wa Mungu. Ipo siku utakuja kutoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe mwambie Mungu naomba neema. Mahali ambapo nilikuona kwamba Baba hapa uwezi, nilikosea, naomba. Najua unaweza kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie najua, naelewa. Unaweza kuwatoa watoto wangu mahali walipo. Unaweza kumtoa mke wangu mahali alipo. Unaweza kutoa familia yetu mahali tulipo. Unaweza kutupandisha tena. Na unaweza kutufinyanga tena. Naomba finyanga tena watoto wangu. Wewe unajua, usikate tamaa, usilie, usiomboleze. Mwambie Mungu nahitaji mwanangu akae hivi. Nahitaji Baba. Nahitaji. Kuna vingine utashangaa unaitwa tu au anaitwa yeye mwenyewe mtoto wako. Bwana njoo huku kuna kazi sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Utaomba, utapata jasho, utasumbuka, utashangaa tu yeye mwenyewe. Mungu anatuma mtu kwamba nenda kamwite fulani aje afanye shughuli zangu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utashangaa. Ndipo utakapomtukuza Mungu. Ndipo utakapomsifu Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tumuombe Mungu toba na rehema. Mwambie Mungu nisamehe. Mahali nipo waza vibaya, nipo fikiria vibaya. Mwambie Mungu nisamehe.
utaona vitu Mungu anavyoviachilia kwako, utaona mkono wake unapotenda. Twende moja kwa moja. Mungu Baba, sisi ni wanadamu, tuko chini ya jua hili Bwana, tunakosa katika mengi, hata kwa kuwaza. Yapo mambo yaliyotujeruhi kwenye nyumba zetu Bwana, yapo mambo yaliyojeruhi watoto wetu, yako mambo yaliyojeruhi nyumba zetu Bwana, tukafikiri kwamba wewe Mungu haupo, lakini wewe upo. Upo Bwana kwenye mateso, upo Bwana kwenye shida, upo Bwana kwenye uzima, uko Bwana kwenye afya. Wewe ni Mungu peke yako Bwana. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba mahali tulipokosea. Bwana, utusamehe. Yako mambo ambayo Bwana tumepita ambayo hayakufurahisha, tusamehe watoto wako Bwana. Tunaomba rehema na neema Bwana, tutakase watoto wako, utuoshe watoto wako, utusafishe watoto wako, utungalishe Bwana. Tunahitaji msaada wako na nguvu zako Bwana, na uwezo wako Yesu Kristo. Wewe ni Mungu peke yako Bwana, wewe ni mtakatifu, wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwenye rehema na mwenye nguvu ya pekee Bwana. Baba, tuende kwa nani? Tumegundua kwako Mungu kuna nguvu ya pekee, kuna uzima wa pekee, kuna afya ya pekee, kuna baraka za pekee, kuna nguvu ya pekee Bwana. Tusamehe na kututakasa kwa damu yako na kwa Roho wako Mtakatifu aliye mwema. Baba, tusamehe. Baba, utusamehe. Baba, utusamehe. Baba, utusamehe. Baba, utusamehe. Baba, utusamehe katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Samehe watoto wetu, samehe uzao wetu Bwana, wasamehe Bwana, wasamehe Bwana, wasamehe Bwana. Baba, ukawatakase na kuwaponya na kuwasafisha kwa damu yako Bwana, na kwa neema yako Yesu Kristo, na kwa nguvu zako Bwana. Wewe ni Mungu peke yako Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Yesu, unastahili Bwana kuabudiwa, kutukuzwa na kuinuliwa Bwana. Matendo yako ni ajabu, nguvu zako ni za ajabu, baraka zako ni za ajabu. Baba, tunakuomba asubuhi ya leo, iruhusu nguvu yako Bwana, katika damu ya Yesu, katika uwezo wako. Sasa omba kwa ajili ya taifa. Mwambie Mungu upo kwenye taifa hili, usifikiri masiara. Wakisema Tanzania ni wewe, sio mtu mwingine. Watu wamepata madhara, watu wamekufa, lakini omba rehema. Mwambie Mungu, damu iliyomwagika, naomba utakase ardhi yetu, uisafishe. Inadai. Ukicheka ukisema mbiwa kwangu amepona, uwezi ukajua. Hebu soma Isaya, Yeremia 9 mstari wa ili unapoingia kuiombea taifa uone. Yeremia 9 mstari wa kwanza. Anasema, lakini kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemchem ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao waliouawa. Waliokufa. Anasema, ningejua ningetoka hata hapa kanisani madhabahuni, niende hata jangwani nikaombe. Ningetoka hapa niende mlimani nikaombe. Unajua raha sana unapoona kwenye mitandao maiti. Ingekuwepo ya kwako, ya mtoto wako hata mmoja, ndio ungejua mziki uliopo. Kwa hiyo omba. Wamama wamesema mauti imepanda wapi? Madirishani. Ile damu inaolia inapiga kelele, hujajua inamtaka nani. Inamtaka mume wako, inamtaka mzaliwa wako, inamtaka nani? Inataka kufidia, inataka malipizi. Sasa bila Mungu kuingilia kati, usijuka furahi. Nakwambia mimi, hata kama uko mahali salama, una nyumba nzuri, una TV, una nini, umestarehe ndani, kuna saa hivyo vitu vyote utaviona. Kuna dakika utaona kitu. Kwa hiyo omba mapema. Huyu mtu Yeremia alilia akasema, laiti mwili wangu ungekuwa na maji, kichwa changu kingekuwa maji, na machozi yangebubujika, ningelia
kwa ajili ya kuwaombolezea waliokufa. Aliwaza, ni Yeremia, ni mwanaume. Wewe uliye mzazi unajua. Fikiri leo hii wangekwambia sisi tuna bahati. Wangesema mtoto wako hayupo, haonekani alipo. Unafikiri ungekueje? Sahi. Unafikiri ungelieje? Unayempenda mwanao. Hata kama umpenda, hakuna mtoto asiyependwa na wazazi. Hata yule ambaye atusaidii, tunawapenda wote. Hakuna anachofurahi. Kila kitu kimeunganishwa na mimi mzazi na mama. Kila kitu. Hebu tumuombe Mungu, mwambie Mungu, tuepushie hivyo. Tuepushie. Epusha. Epusha. Mwambie Mungu tuepushe. Wamechukuliwa tu wazazi wetu na Mungu yeye mwenyewe ameenda kuwapumzisha. Maumivu ni makali. Haya, mtu mwingine akafanya jambo baya kwa ajili ya mtoto wako wa nini? Unafikiri kunatokea nini? Inatokea uchungu na misiba mizito na malipizi ya mwilini na ya rohoni. Naomba omba kwa ajili ya taifa. Hili ndio ombi letu la mwisho. Mwambie Mungu tuokoe, tutetee, tupiganie. Wengine wamepata madhara kidogo, wengine wamepigwa. Nimekuambia juzi jirani yangu kabisa hapa na hapa amepigwa, kumbe mke wake alikuwa anasema nafikiri ameenda kwa washikaji, simu haipatikani. Kumbe mwenzio wamemchukua pale pale ananunua tu vitu dukani, wakambeba kwenye gari. Wamembeba, sio wambebe tu hivi hivi, amekula kipigo. Kumbe mfupa umevunjika, yeye hana. Wanamkanda wiki ya kwanza, wanakanda saizi ndio wanaenda kupima hospitalini, wanakuta mfupa imevunjika. Umeona? Ni jirani yangu. Mimi nilitoka nikaenda kununua Chinese, nilipona. Unafikiri ni kwa akili zangu mwenyewe? Yeye alitoka akanunue vitu vya kula ndani, ndio akashikwa na kupigwa. Unafikiri ingekuwa kwako? Ingekuwa kwa mume wako? Ingekuwa kwa mtoto wako? Mwambie Mungu tuepushe naye. Mwambie Mungu tuepushe naye. Simama uombe, mtumishi wa Mungu. Omba tu. Kana kwamba usiseme mimi haya ni, omba tu mtumishi wa Bwana. Haya maombi ya kwako haya yanakuwa akiba, yatawasaidia watoto wako na wajukuu zako na ndugu zako walioko mbali. Wengine ndugu hawapo hapo, wako mbali, wengine Chunya, wengine wapi, wengine Tukuyu. Lakini Mungu anaposikia kilio chako hapo, anakwenda kuponya kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale yaliyotakiwa kutokea, unashangaa Mungu ameyafuta. Omba kwa ajili ya taifa letu. Mwambie Mungu tuhurumie. Baba, tunasogea mbele zako. Tumekukosea. Tumefurahi, wengine tumecheka, lakini maumivu walionayo ndugu zao Bwana ni makali. Yesu, tunaomba uturehemu Baba. Baba, tunaipeleka damu ya Yesu mahali popote walipomwaga damu. Mahali popote ilipomwagika damu, tunapeleka damu ya Yesu. Tunaipeleka damu ya Yesu. Tunapeleka damu ya Yesu Bwana. Baba, ututakase, utuponye, utusafishe Bwana kwa damu yako Bwana wa majeshi. Tumekosa Bwana, tumekosa kwa ajili ya taifa letu, tumekosa kwa ajili ya watoto wetu, tumekosa kwa ajili ya nchi yetu, tumekosa Bwana, utusamehe. Tunaomba damu ya Yesu Kristo ishuke Bwana na kusafisha na kutakasa na kuponya na kuisha na kuosha Bwana kwa damu yako Yesu Kristo. Roho Mtakatifu Bwana wa uzima, usitupite Bwana, usitupite Yesu Kristo, usitupite Bwana, usitupite mwaminifu. Tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunaomba toba mbele zako Bwana. Tuhurumie watoto wako, ukatutakase, ukatuponye, ukatusafishe na kutuosha kwa damu yako Bwana na kwa Roho wako Mtakatifu aliye mwema. Yesu, kisimama mwenyewe ukinyosha mkono wako Bwana na nguvu zako Yesu Kristo na uweza wako Bwana na damu yako Mungu aliye hai. Baba, ukisimama katika kusudi litokalo kwako na kwa nguvu itokayo kwako Bwana na kwa uweza utokao kwako na kwa baraka zitokazo kwako juu mbinguni. Yesu, kasimame katikati yetu Bwana. Tumekosa Mungu, tumekosa mfalme, tumekosa mwaminifu, tumekosa mwenye enzi, tumekosa mwenye mamlaka, tumekosa mwenye utisho. Baba, tusamehe, tumekosa Bwana. Utuhurumie sisi watoto wako Bwana. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako. Ukatuhurumie Bwana, ukatutetee Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mkono wako wenye neema na nguvu
pate kushuka katikati yetu Bwana. Damu yako Yesu Kristo pate kunena mema, kama alivyosema mtumishi wako Yeremia, akasema Bwana, laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa kama chemchemi ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili ya waliouawa, binti ya watu wangu. Tusamehe Bwana vijana wetu Bwana, binti ya watu wetu Bwana. Tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba neema ya Bwana, ukatusamehe katika jina la Yesu na katika damu yako Bwana. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako, asante kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tukufu na heshima na mamlaka viko kwako.